Sofa ni mrembo Marieta. Jamani, wa makeup unyama. Unyama ni aje? Ni kweli ndo mwanamke wa kwanza kuendesha pikipiki Tanzania nzima? Ndio. Nani alithibitisha hilo? Kuna kile kipindi ambacho ulipitia katika wakati mguu. Kwanza pole sana. Asante. Hivi ile ajali ilikuwaje? Niligongana na bajaji. Ilikuwa sehemu gani? Ilikuwa Kibada, maeneo ya Mikwambe. Kigamboni huko. Kigamboni. Mikwambe sio Kigamboni, ni Temeke. So baada hapo nini kikafanyika sasa? Kwa sababu sasa umerudi katika hali yako na kazi unapiga kama kawaida. Baada ya ajali sasa nini kikafanyika, ikawaje, ulitumia muda gani mpaka kuwa sawa? Nilitumia takriban miezi 4. Miezi 4. Ulikuwa unaishije? Naishi. Mbona unaniambia kwamba utaki mume, unakaa mwenyewe? Kwa nini unaishi na nani nyumbani? Ngoja nikuulize swali. Kwani wewe unavyofanya kazi unatafuta hela ya kula tu au unatafuta na hela ya kufanya vitu vingine? Na kufanya vitu vingine. Hujanijibu swali langu vizuri. Nafanya vitu vingine. Sasa napata na familia na nini? Yaani maana yangu ni kwamba nilivyoumiaga ilinikosti kutumia akiba yote niliyokuwa nayo. Kwa sababu yule mwenye bajaji naye alikuwa na njaa kali, kwa hiyo kama madereva hatukuweza kufika mwafaka mzuri. Mwisho wa siku nikaona bora nijitibie mwenyewe. Nashukuru sana. Thank you so much. Asante kwa muda wako. Sofa ni mrembo Marieta. Jamani, wa makeup unyama. Unyama ni aje? Ni kweli ndo mwanamke wa kwanza kuendesha pikipiki Tanzania nzima? Ndio. Nani alithibitisha hilo? BBC. Wewe. Bwana. Najua mimi nilikuwa nafuatilia sasa nikasema hasa walitumia vigezo gani? Hivi una miaka mingapi sasa hivi? Samahani lakini. 20 na. Miaka 20? 20 na. Bwana. Hivi katika hii kazi yako huwa una feel nini hususan unapoendesha chombo cha moto? Na feel pale abiria anapokuja abiria muelewa. Kwani kuna ambao sio waelewa? Kuna wengine wakorofi. Kina nani hao? Mara nyingi wanaume ndo wanakuaga wakorofi. Unasemaje? Anaweza akakwambia umpeleke mahali, alafu kafika kule akakwambia kwamba sikupi hela na hauna kitu cha kunifanya. Yeah. Hiyo ilitokea wapi? Ilitokea kule Kigamboni, Kibada kule Kisaratu. Na ukachukua hatua gani sasa baada ya kuambiwa kauli kama hizo? Inategemea na sehemu ulikoenda kumshushia au ukimkariri unaweza ukamshtaki, ukaenda ukakata PO3 ukamshtaki. Lakini kama hujamkariri unamwachia Mungu. Lakini katika hizi kazi zetu huwa mara nyingi huwa napenda kumtanguliza Mungu. Hivi umeolewa? Hapana. Vipi sasa kwenye masuala ya mahusiano? Unajua mimi napenda tu the way ambavyo ulivyo. Ni mtu fulani hivi amazing, si ndio? Mahusiano sio magumu kweli. Mahusiano magumu. Ugumu wake unasababishwa na nini? Basi tu naona karne yetu ya sasa hivi kidogo wanaume sio kama enzi za baba zetu. Yes, kwa hiyo hata kama ukitaka kuingia kwenye mahusiano unatakiwa uwe very take care. Kwa nini kinasababisha sasa usio kwenye mahusiano? Ni kuamua tu. Kwani ni chakula. Chakula ndo lazima ule ushibe ili upate nguvu ya kufanya kazi. Hivi kwa siku kupitia kazi yako hii unaoifanya unaingiza shilingi ngapi? 50,000 kwa siku. Hapo ukipiga 50 mara 31 inakuja kama shilingi ngapi hapo? Inakuja hela nyingi sana. Na kuna siku inazidi? Kuna siku inazidi. Bwana wewe. Hivi huko mtaani sasa baadhi ambao wanakuona unavyojihusisha hivi, lakini pia comment zinasemaje? Wengine wanasema mbona wewe dada ni mzuri tu, kwa nini usingeolewa ukaachana na haya makazi ya kiume ambayo ni magumu? Kila mtu ana namna yake na namna anavyokuona. Mwingine anaweza akakwambia bwana, kwani wewe haujaona kazi yoyote ile ya kufanya mwanamke mpaka kuamua kufanya hii kazi? Mwingine anakuambia huyu dada bwana anafanya biashara mbili haiwezekani. Kuna mwingine anakuambia bwana huyu sio bodaboda. Kila mtu
ana namna yake na jinsi anavyokuchukulia. Yaani unasema usio bodaboda kwamba wewe ni sijui wanataka kumaanisha nini, lakini sijawahi kuelewa pia. Online au wasema ni line, hawaamini. Na mimi pia na washangaga na watizama tu, unabakia unanyamaza. Hivi ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Manyara. Babati huko ndani huko. Babati kwere au babati gani? Kuna watoto wakali vibaya mno. Wewe ni Saita au ni Aidoma au ni nini? Mimi ni Uda. Hivi ni msanii gani ambaye ungependa labda umbebe kwenye pikipiki yako ikatokea tu labda wewe ungebless nani kumpakiza? Wa kike. Wa kike. Nandi. Kwa nini Nandi? Basi tu nampenda. Sofa, unaniacha kuambia kina dada ambao wanakutazama kwa jicho kubwa sana, kwa sababu tunaona baada ya kuhojiwa na BBC wengi wakaibuka nao pia wanaendesha pikipiki, lakini watu wanajaji, mbona pisikali asiendeshi pikipiki lakini wewe ni pisikali? Kitu ninachoweza kuambia au kuwashauri, najua kuna wasichana wako mahali ambao wanaokuwa wanachukulia mimi kama role model wao, ni kwamba kila mtu afanye mapambano yake kwa kadri anavyoweza, lakini uwe na bidii, yani ufanye kazi ufanyavyo, lakini nidhamu ya pesa iweke mbele, yani iwe kipaumbele. Kitu kingine, nidhamu ya kuheshimu watu. Wakati mwingine unaweza ukawa na bidii sana, lakini ukiwa huna nidhamu na watu, kidogo ni changamoto kufikia yale malengo yako ambayo yaliyokusudia kufikia. Kuna kile kipindi ambacho ulipitia katika wakati mgumu. Kwanza pole sana. Asante. Hivi ile ajali ilikuwaje? Niligongana na bajaji. Ilikuwa sehemu gani? Ilikuwa Kibada, maeneo ya Mikwambe. Kigamboni huko? Kigamboni. Mikwambe sio Kigamboni, ni Temeke. So baada hapo nini kikafanyika sasa? Kwa sababu sasa umerudi katika hali yako na kazi unapiga kama kawaida. Baada ya ajali sasa nini kikafanyika, ikawaje, ulitumia muda gani mpaka kuwa sawa? Nilitumia takriban miezi 4. Miezi 4. Ulikuwa unaishije? Naishi. Mbona unaniambia kwamba utaki mume, unakaa mwenyewe? Kwa nini unaishi na nani nyumbani? Ngoja nikuulize swali. Naam. Kwani wewe unavyofanya kazi unatafuta hela ya kula tu au unatafuta na hela ya kufanya vitu vingine? Na kufanya vitu vingine. Hujanijibu swali langu vizuri. Nafanya vitu vingine. Sasa napata na familia na nini? Yaani maana yangu ni kwamba nilivyoumiaga ilinikosti kutumia akiba yote niliyokuwa nayo. Kwa sababu yule mwenye bajaji naye alikuwa na njaa kali, kwa hiyo kama madereva hatukuweza kufika mwafaka mzuri. Mwisho wa siku nikaona bora nijitibie mwenyewe. Unajisikiaje kupanda pikipiki ya mwanadada mwenzako? Acha tu furaha iliyopo. Yaani kwanza nimefurahi to the max kwa tuna wadada ambao wanaendesha pikipiki kwa kweli. Maana ni kitu ambacho kwenye jamii yetu tunakiona kama vile wadada hawawezi kufanya vitu ambavyo wanaume wanaweza wakavifanya. Lakini kwake yeye ameonyesha mfano wa kuigwa kuwa mwanamke akiamua anaweza, na anaweza kwenye kitu chochote kile. Haijalishi ni pikipiki au haijalishi ni ujenzi, kote tupo kwa sasa hivi. Okay. Na umeguswa mkaamua kusapoti nyie kama tuseme wadau. Hii kwani unawachukuliaje, lakini nini ambacho kilifanya kikawagusa kuamua kumsapoti huyo dada? Nahisi pia kutokana na historia ya Marieta, kiufupi niseme kuwa ni historia ambayo kidogo nimepitia pia mpaka kuwa na Green Hills Tanzania. Kama mwanamke nasema ilitumia nguvu na juhudi za kutosha, lakini pia tukaona kwa wanawake wote wapambanaji lazima tuwasapoti. Naulize swali, unafili nini kupanda pikipiki ya mwanamke mwenzako? Vizuri sana, wewe acha tu. Unataka kupanda pikipiki mwanaume? Achana na mimi, nishaachana na huko saizi. Ni vile comfortable kwanza nikikaa hapa. Yaani kwa nini haielezeki? Haielezeki. Kuna wanawake wakinikuta labda kama stendi, anasema bora leo nimekupata angalau nikuungishe
kwa sababu kila nikija huwa sikukuti, au kila nikija nakuta umepata abiria au haupo. Analalamika, anasema mara nyingi huwa anapakizaga wanaume alafu kwenye kushuka wanatumia nguvu bana. Achana na mimi, sikupi nauli. Asa hao one advice kwa wanaume. Unajua, ukimwona mwanamke ambaye anapambana unatakiwa pia umsupport, kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanatumia ujasiri kama walioko wanawake, especially kama Marieta, kwenye kufanya kitu wanachokifanya. Kwa hiyo support kubwa sana inahitajika, kwa sababu isiwe ni kasumba kwa sababu ni mtoto wa kike basi yeye hafai labda kupewa pesa yake, au hafai labda kuwa supported, au hafai labda kuonekana kama ni mmoja wa wanaofanya kazi za abiria kama bodaboda. Kwa perhaps support inahitajika zaidi kwa kaka zetu wa kiume, wadogo zetu, baba zetu. Nashukuru sana boss. Asante, karibu. Ambaye amenileta huku ni huyu mwanadada ambaye anaendesha pikipiki na aliojua na BBC kwamba inawezekana vipi, lakini baada ya pale tukaona mabinti wengi wameibuka sana kwenye masuala haya ya kuendesha pikipiki. Sasa mimi nimepakia hapa na ananizungusha baadhi ya mitaa. Nini comment yako? Na kitu ambacho ameniambia na kimenigusa, anasema kuna watu waga akiwapakiza kwenye pikipiki huwa wanamletea zile ni aje gani, kwamba wataki kumpa nauli, kumchukulia poa kwa sababu ni binti na nini. So far wanaume amewalaumu sana, lakini watoto wa kike wakiwapakiza hawana shida. Nini comment yako? Hii ni Bongo 5 Network, endelea kuwa nasi kwa update zaidi. Netwa Abra.